BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Jumla ya ajali 14 zimeripotiwa kwa mwezi Mei 2025. Wilaya Kaskazini A, Kaskazini B na Magharibi A zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali 3 sawa na asilimia 21.4 kwa kila wilaya ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Mei 2025 na mwezi Aprili 2025. Idadi ya ajali za barabarani zilizotokea kwa mwezi Mei 2025 zimepungua kwa asilimia 48.1 na kufikia ajali 14 kutoka ajali 27 kwa mwezi wa Aprili 2025. Mwezi wa Mei 2025, wilaya Kaskazini A, Kaskazini B na Magharibi A ndiyo zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali 3 kwa kila wilaya, na wilaya Kaskazini B imeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali 7 kwa mwezi wa Aprili 2025. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi Mei 2025 na Mei 2024. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka zimepungua kwa asilimia 30.0 na kufikia ajali 14 kwa mwezi Mei 2025 kutoka ajali 20 kwa mwezi Mei 2024. Wilaya Kaskazini A, Kaskazini B na Magharibi B zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi Mei 2025 ambazo kulikuwa na ajali 3 kwa kila wilaya, na wilaya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi Mei 2024 ambapo kulikuwa na ajali 4. Kwa upande wa idadi ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi Mei 2025, jumla ya waathirika 34 wameripotiwa kwa mwezi Mei 2025 ambapo waathirika 30 walikuwa ni wanaume na 4 ni wanawake. Wilaya ya Micheweni imeripotiwa kuwa na waathirika wengi ambao ni waathirika 10 sawa na asilimia 29.4 ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Mei 2025 na mwezi Aprili 2025. Idadi ya waathirika waliofariki kwa mwezi Mei 2025 imepungua kwa asilimia 31.8 na kufikia waathirika 15 kutoka waathirika 22 waliofariki kwa mwezi Aprili 2025. Idadi ya juu ya waathirika waliofariki kwa mwezi Mei 2025 imeripotiwa kutoka wilaya Kaskazini B ambapo kulikuwa na waathirika 4, na mwezi Aprili 2025 waliripotiwa zaidi kutoka wilaya Magharibi A ambapo kulikuwa na waathirika 6. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Mei 2025 na mwezi Mei 2024. Waathirika waliofariki kwa mwezi Mei 2025 wameongezeka na kufikia waathirika 15 kutoka waathirika 14 waliofariki kwa mwezi Mei 2024. Idadi kubwa ya waathirika waliofariki kwa mwezi Mei 2025 wameripotiwa kutoka wilaya Kaskazini B ambapo kulikuwa na waathirika 4, na mwezi Mei 2024 wilaya Kaskazini A na Magharibi A ndiyo iliyokuwa na waathirika zaidi ambapo kulikuwa na waathirika 3 kwa kila wilaya. Jeshi la Polisi kushirikiana na mamlaka, kuna mpango mkakati ambao umeandaliwa namna gani ya kupunguza hizi ajali za barabarani kwa kushirikiana na idara mbalimbali, ambapo mmoja wapo hata waandishi wa habari nao ni katika idara ambao tutashirikiana nao katika kutupa maoni na miongozo kuweka hizi tochi ambazo zitasaidia katika kupunguza hizi ajali za barabarani. Vile vile katika ukarabati hizi za miundombinu, katika moja proposal ambayo ilipelekwa kwamba barabara zetu zitafungwa zile kamera ambazo kamera zetu zitadetect mwendo kwa madereva wote ambao wanatumia barabara. Vile vile kutakuwa na vidhibiti mwendo ambao tayari kuna mpango upo, kuna vidhibiti mwendo ambao magari haya yanapakia wageni, kwamba tutafungia vidhibiti mwendo ambao tutakuwa tunawaona katika mfumo. Endapo dereva yule ameoverlap speed, basi tunajiulisha tu kituo fulani kwamba dereva fulani wa namba fulani gari hiyo ichukue hatua.
Kwa mwaka wa fedha 25-26 mamlaka imejipanga kuanza kuwapa mafunzo madereva wote, hasa wa serikali pia. Maana dereva wa serikali nao tumeletewa changamoto kwamba nao wanaongoza katika kuendesha mwendo kasi barabarani. Kwa hiyo ni miongoni mwa mkakati wetu mmoja ambao mwezi wa 7 kwa bajeti mpya tutakayoanza tutakuwa tunatoa mafunzo kwa madereva wote. Ukiachilia mbali mafunzo ya Mbweni, na sisi wenyewe tutakuwa tunatoa mafunzo kwa madereva. Pia tumekaa na kuamua kwamba taasisi husika, jeshi la polisi, wakuu wa mikoa hao, RPC, RTO, wote tukae kwa pamoja. Tuiangalie hii hali na tupange nini tunafanya, kwa sababu sasa kama tunavyoona wimbi la ajali barabarani linaongezeka kila uchao. Mwezi unapata takwimu. Wamesema kwamba hizi ajali tunaona kwamba wimbi kubwa waendesha pikipiki, wapanda pikipiki, vijana wadogo, wengine hawajatimia umri. Unaweza katika hizi ajali kama unakuja kuzisoma, utaona waathirika wapo miaka 16, 17 anaendesha chombo cha moto. Huyo haja qualify leseni hiyo anaendesha. Lakini sisi wazazi na walezi tunawakabidhi hao vijana hivi vyombo na kufanyia biashara au kwa ajili ya safari tofauti. Matokeo yake hizi ajali zinatokea na zinasababisha hayo maafa makubwa. Sasa kama walivyokwisha wachangiaji, kama tunakusanya jitihada zetu, juhudi zetu za maksudi kwa kila mmoja kwa upande wake, waandishi wa habari, mamlaka nyingine, waandishi wa habari Kwa hiyo leo tunaishia hapa. Naomba tufunge mjadala na yale ambayo tumeyapata katika taasisi zetu basi tuyachukue na tukafanyie kazi ili tuweze kuendelea kupunguza ajali, athari pamoja na vifo vinavyotokana na ajali hizo, na nchi yetu iwe salama, kwamba tunakokwenda barabara zetu nyingi zitakuwa nzuri. Kwa hiyo zisiwe sababu za kusababisha ajali hizo na athari hizo. Naomba